Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kama ndivyo kuarifu, tunaingia kwenye sehemu yetu ya mdahalo ambapo tunazungumzia usalama wa watoto mtandaoni. Hii ni baada ya taarifa kuibuka kuwa mtoto wa miaka 16 alifariki ama alijitoa uhai baada ya kucheza mchezo unaofahamika kama Blue Whale Challenge hivi majuzi. Hapa studioni tuko naye Vincent Ngundi ambaye ni mtaalamu wa usalama mtandaoni. Asante sana kwa kuungana nasi hii leo. Hebu kwanza tueleze, hii michezo inapoundwa kuna masharti yote ya sheria ambayo huwa inazingatiwa kabla ya mchezo kama huu kuweza kuwa mtandaoni? Asante sana kwa hii nafasi ya kuongelea hii jambo nyeti ya usalama mtandaoni. Na ningetaka kusema kwamba shida ya mtandao ni kwamba, ama challenge ya mtandao ni kwamba iko katika nchi nyingi. Kwa hivyo na hatuna sheria ya kimataifa ambayo ina control vile vitu tofauti zinatengenezwa kwa mtandao. Kwa hivyo ni jukumu la kila nchi kutengeneza sera ama kutengeneza sheria ambazo zina control vile vitu zinafanywa kwa mtandao. Na inachukua muda gani? Kama mchezo kama huu ulifahamika kuwa wa hatari katika mataifa mengine, haswa taifa ambalo linasemekana mchezo huu ilikuwa chimbuko lake, lakini ni kama hakuna mtu alichukua hatua. Inapaswa kuchukua muda gani kwa mtu kusema huu mchezo ni wa hatari na unaleta athari kubwa kwa watoto na unapaswa kuondolewa? La kwanza la kufanya, because kuna mambo mengi sana kwa mtandao, na tumeona hata kwa mahali kama Facebook na WhatsApp na Twitter na kwamba kuna vitu mingi zinaweza huko kwa mtandao. La kwanza ni kuangalia jambo lolote ripoti zote tunazopata. La kwanza ni kuangalia kama kwa kweli hiyo kitu ni ya ukweli, na baada ya hiyo tunafanya kazi, tunashirikiana na watu wengi, both local na watu wa nje. Kwa hivyo kushapata ripoti, tukiangalia kama na tukijua ni ya kweli, basi step ya pili ni kuenda kuongea kulias na watu wengine ili tutoe hizo vitu kutoka kwa mtandao. Na inachukua kama muda gani? Ina depend, ni kwa case by case basis. Kwa mfano kama hii kesi tunaendelea kufanya uchunguzi saa hizi, na within the next few days tutakuwa tumejua, alafu tutaongea na watu wale wanahusika. Shida ya mtandao ni kwamba kuna watu wengi wanafanya vitu mingi. For example, ukiangalia kuna Facebook, kuna Twitter, kuna WhatsApp, sasa kuna hawa watu wanafanya Blue Whale, kuna Google, kuna watu wengi sana. Na kuna watu wa nje na hata watu katika nchi yetu locally. Sasa shida ni kwamba hakuna mtu mmoja anaye control kila kitu. Kwa hivyo tukishapata kesi tunaihandle on case by case basis. Sasa kama hii tukifanya uchunguzi, tutajua nani yako responsible kwa hiyo content ama hiyo game application, alafu tutaongea na wao tujue vile itatolewa. Na katika michezo kama hii, kama unavyosema, utaipata katika mitandao mbalimbali kama Facebook, kama mitandao mingine, lakini ni nani haswa anahusika kutathmini ubora wa mchezo kabla ya kusema, tuseme kama Facebook ukubali kuwa mchezo huu unaweza kupatikana kupitia mtandao wangu? Shida moja ya mtandao ni kwamba ni ile inaitwa open nature of the internet. Kwa hivyo hakuna mtu mmoja anaangalianga ni nini inawekwa katika mtandao. Lakini vile sisi hufanya ni kwamba ukipata kitu kibaya kinafanyika katika mtandao, then unafaa kupiga ripoti kwa washikadau wanaohusikana na hizo vitu. Na katika Kenya kuna idara ya Communications Authority of Kenya establish ile inaitwa National Computer Incident Response Team, ambayo ni kama idara inayoleta washikadau tofauti kuja pamoja, because shida ile tumeona ni kwamba hii swala la usalama wa mtandao si jukumu la mtu mmoja. Ina washikadau wengi sana. Kuna serikali, kuna business, private sector, kuna watu wa kidini, kuna wazazi, kuna watoto wenyewe. Na utaona hii kesi ni lazima kama serikali na washikadau wengine tuangalie kama tutapata sera, tutumie sera za kufikia kila mtu anayehusika, kwa sababu si jukumu la mtu mmoja. Naam, unasema si jukumu la mtu mmoja, lakini kwangu mimi, tuseme kama mzazi, kuna mikakati gani ambayo ninaweza kuweka kuhakikisha kuwa ile simu ambayo ninamnunulia mtoto wangu iko na vikwazo fulani ambavyo hawezi kupata baadhi ya michezo ambayo inasemekana kuwa ya hatari? Jukumu la wazazi kwa siku kama hizi imekuwa juu zaidi. Moja wao ni kwa sababu watoto wetu wako na access to mtandao kwa kirahisi, because bei imeenda chini. Bei ya access mtandao imeenda chini, bei ya kununua simu imeenda chini. Watoto wetu wanatumia simu, wanatumia laptop, wanatumia tablet na vitu vingine tofauti. Kwa hivyo imekuwa rahisi sana ku access mtandao, na kwa mtandao kuna mambo mengi sana. Kwa hivyo kama wazazi
kuna mikakati kadhaa tunaweza fanya, wazazi wanaweza fanya, mimi nikiwa mmoja wao. Moja ni kuweka mikakati ya teknolojia. Iwapo utapatia mtoto wako simu ama kifaa kinaweza msaidia, kinaweza mfanya aende kwa mtandao, mwanzo ni kuweka ile inaitwa kama parental control. Na mmoja wao ni kumake sure kama kabla mtoto yoyote aeke chochote kwa hiyo simu, lazima apate usaidizi kutoka kwa mzazi. Hiyo ni moja wao. Lakini ile ya muhimu kabisa ni kuongea na watoto. Hilo ni jukumu la watu wengi. Teknolojia inaweza saidia, lakini saa zingine ile ndio shida kubwa tunaona. Saa zingine hata watoto ndio wanajua mambo zaidi ya hii teknolojia kuliko wazazi wenyewe. Kwa hivyo ile tunaona ni ya muhimu kabisa ni kuongea na watoto, kuwaeleza ya kwamba na ndio anasema jukumu la wazazi imekuwa zaidi kabisa, ni kuongea na watoto, kuwaeleza vile kutumia mtandao, kuambia kwa kweli mtandao ni mzuri, lakini pia mtandao una mambo mengi mabaya, na mtandao una expose watoto kwa watu wengi, because ukiingia kwa mtandao unaweza patana na mtu kutoka mahali popote duniani. Kwa hivyo the most important ni kuongea na watoto. Hiyo kwetu jukumu kubwa la wazazi ni kuongea na watoto. Lakini unasema kuna uwezekano wa kuweka vikwazo katika ile simu unayomkabidhi mtoto. Inayo, iko. Naam. Kuna bodi ya filamu humu nchini kupitia afisa mkuu mtendaji Ezekiel Mutua imeharamisha mchezo huu katika taarifa ambayo wametuma katika vyombo vya habari. Je, hiyo hatua inaleta afueni yoyote? Inasaidia, na vile nimesema washikadau katika hii area ya usalama wa mtandao ni wengi zaidi, na hiyo board ya classification ya filamu ni moja wao wahusika, wacha nisema wahusika kama washikadau. Kwa hivyo ndio wamesaidia hiyo, because on one hand wamecreate ile inaitwa awareness, wameleta publicity katika hiyo kitu, lakini mambo ya kusuluhisha si rahisi mno. Na ndio nasema kwamba hata sisi tukiendelea na venye tunafanya, tuna appreciate kila mtu awe na jukumu. Mimi na wewe uwe na jukumu. Ukiona kwa mtandao wako wa WhatsApp ama kwa Facebook, basi share na watu wengi. Ndiposa to inform as many people as possible. Naam, Vincent Ngundi, mtaalamu wa usalama mtandaoni, asante sana kwa kuungana nasi leo na kuweza kutupa tathmini kamili kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza kuwa salama na haswa kwa watoto wetu. Mtazamaji, asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Mimi naitwa Mashirima Kapombe, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi. Tukutane mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo. Asante.